Simba dhidi ya Al Masry. Klabu ya Simba imewaalika viongozi wa dini. Namzungumzia Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Zuberi pamoja na Mwamposa. Akasema hebu nizungumze na Sheikh. Kumbe hivi vitu vinashabiana na mambo ya mpira na kwenye imani, kwa sababu Simba wenyewe wanakuambia kwamba kuna namna ambavyo kama wamechezewa kwenye huo mchezo. Kwa hiyo wanataka wale jamaa wapigie maombi hawa viongozi wa imani. Kumbe vitu vinashabiana humo. Sasa hiyo dua hiyo haiwezi kukubalika hiyo. Kwa nini? Sasa si mnachanganya vitu viwili kwa wakati mmoja. Huyu Mwamposa, huyu Muislamu. Sasa wanatanganya Waislamu waombagi dua namna hiyo bwana. Yaani huyu Mkristo, huyu Muislamu wakae pamoja waombe dua. Hiyo kumchezea Mungu, hakuna kitu hapo. Wao wakitaka wakaombe dua kwa kitu chao wanachokitaka. Sio kwamba uchanganye eti Muislamu akae hapa, Mkristo hapa aombe dua. Hilo dua hakuna. Sababu sisi tunaamini Wakristo wao wanamuomba Yesu. Na sisi tunaamini Yesu ni mtume wa Mungu. Sasa wanamuombaje dua hilo linakubaliwa vipi? Wanachanganya haki na batili. Sio wakae pamoja waombe dua, hakuna dua hiyo. Hakuna ibada ya mashirikiano baina ya Waislamu na Wakristo kwenye ibada. Umeiona hiyo taarifa? Mimi sijaiona, ndio kwanza unaniambia wewe. Lakini kama wamefanya hivyo wamefanya wenyewe, lakini hakuna dua hiyo ya Waislamu na Wakristo kukaa pamoja kuomba dua, hakuna. Kwa hiyo dua inaweza kugonga mwamba. Itagonga mwamba. Tena wasifanye kabisa hiyo. Itawasababisha wafungwe kabisa. Sababu wanakwenda kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Huyu anamuomba Yesu, huyu anamuomba Mungu wa kweli, wanakaa pamoja, inakuwaje? Hakuna iko kitu shehe. Kuna dua hiyo katika Uislamu. Uislamu una taratibu zake katika dua. Dua katika Uislamu ni ibada. Watu wanachokosea hapo. Dua ni ibada, na ibada ina kanuni na masharti yake ya kumuomba Mungu. Kwanza asishirikishwe na kitu chochote katika ibada hiyo. Sasa mimi naomba dua afu namleta Mwamposa na muomba Yesu. Na maana unamshirikisha Mungu katika hiyo ibada yako. Nifuate nyumbani kwangu peke yangu niambie bwana njoo ufanye dua. Tafanya dua kumuomba Mungu, ya Rabbi kuna 1 2 3 4. Ya Rabbi kuna 1 2 3 4. Ya Rabbi kuna 1 2 3 4. Lakini sio uniweke pamoja Mwamposa kaka hapa, mimi nika hapa naambia tufanye dua. Hamna dua hiyo. Hata hamna. Hapo wamefanya hivyo kutokana na Simba na Yanga ni virabu vya dini nyingi. Wao wameamua kuchukua upande huu na upande huu. Waombe kwa wakati wao, sio tuweke pamoja. Kila mtu aombe kwa wakati wake. Sio tuweke pamoja ndio tuliombee jambo moja. Hapo mnafanya ibada kumshirikisha Mungu, kwa sababu imani hizo zinatofautiana katika kuamini Mungu. Wote wanaamini Mungu mmoja, lakini hao wanaamini Yesu ndio Mungu wao. Sisi tunaamini Yesu sio Mungu. Kwa hiyo nyinyi mmekaa pamoja, wao wanamshirikisha Mungu, wanamuomba kiumbe mwanadamu, nyinyi mnainua mikono mnamuomba Mungu wa kweli. Hiyo Mungu anaitupilia mbali. Tena anaifinyanga afu anaitupilia huko. Wae na shida. Na wazee pia wapo. Wazee wana nini? Sio wazee wenye timu yao. Kwa wazee wao wana nini? Ndio dua zao zinakubaliwa? Sawa, kwa ndio dua zao zinakubaliwa. Tena zao wana mizambi hiyo vibaya mno hiyo. Tena ina mizambi inawezekana vibaya mno, kwani wazee wao ndio hoja. Wapo labda wakafanya ushirikina. Hizi timu zinafanya sana ushirikina, ziombi Mungu bwana. Kwa hiyo hii mechi Simba wawe makini mno kwa kitu ambacho wamekitangaza. Kwamba dua ipigwe pande mbili. Wamefanya kitu hiko, wawe makini sana. Wanaweza wakamuuzi Mungu akafungwa au akatolewa katika hayo mashindano. Au shemo na nchi. Mimi sina timu. Ila Yanga ikifungwa naumia. Yesu alikuwa Myahudi na Pasaka kipindi kile ikawa sikukuu ya Wayahudi. Pasaka ambayo wanaashiria kufurahi miaka 430 waliokuwa utumwani. Sasa hawa Wakristo hao wanapata wapi hii Pasaka ya kufa na kufufuka Yesu? Ngoja nikumalizie na kitu uone Pasaka kipindi hiko ilikuwa ni sikukuu ya nani wakati wa Yesu. Soma Yohana, kitabu cha Yohana 4 mstari wa 6. Yohana 4 mstari wa 6. Kuna kitu utajifunza hapa kizuri, alafu watafute wa Kristo waambie bwana nielezeni aya ikoje. Yohana wachungaji na maaskofu si. Yohana 6:4. Maaskofu ukiwauliza watapata Yohana 6:4. Isome. Yohana 6:4 anakuambia kwamba na Pasaka sikukuu ya Wayahudi ilikuwa karibu. Anasema sikukuu yana Wayahudi. Wakristo wameipata. Kule Wayahudi na Wakristo tofauti hapa. Kabisa. Wayahudi na Wakristo tofauti. Hao wamepata. Kombe hii ni sikukuu ya Wayahudi na Waislamu. Ndio inavyosema ya Wayahudi. Sisi tunaamini Musa alikuwa Muislamu. Imani yetu ipo hivyo. Ndio maana tunasema sikukuu ya Kiislamu Wakristo wameiba tu. Wanadanganyia watu kwamba ni kufa na kufuka kwa Yesu. Uongo, hakuna andiko hilo. Mimi ninatoa kabisa, nasema mtu akinitolea hilo andiko nipo tayari kuacha Uislamu. Kumfuata IPM. Asa Ambaye alikuwa Muislamu akakimbia kuwa Mkristo. IPM kwanza ukimtazama vile anavyohubiri yenyewe anakutia mashaka. Asa yeye kaenda kwenye Ukristo anaambia watu wachange, Kristo anachenja. Wewe umeona Kristo anachenja? Wewe umeona Kristo anachenja? 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 Kristo anac
Mimi namwombea yule apate mwisho mwema. Aliwahi kuniambia niombee nipate mwisho mwema. Kweli? Kabisa. Kama mnawasiliana vizuri sana. Siku moja tukakutana TikTok, akaniambia niombee nipate mwisho mwema. Nikamwambia na mimi nakuombea upate mwisho mwema. Kabisa. Apate mwisho mwema, yani aongoke. Sasa kumbe mwisho mwema kufanyaje? Kuongoka. Alikuwa mwenzenu yule? Sijui, sina taarifa hiyo kama alikuwa mwenzetu. Hata akiwa kanisani kuna baadhi ya aya anazitoa katikati ya ibada ya waumini. Kani Uislamu yule mtu. Au anatukana? Atukani Uislamu. Anafundisha vizuri sana. Mimi namuombea mwisho mwema. Yeye ananiambia mimi mashehe wakubwa wanasema unanikubali mno. Tunamkubali sana. Na ndio maana tunamwombea. Sisi hatuchukii mtu. Uislamu hauruhusu kumchukia mtu bato. Yaani mtu yoyote tunaishi naye, ila tunamlingania aje katika dini yake. Sana. Na sisi tunamwombea sana Mungu ampe mwisho mwema. Kwa hiyo waambie bwana, Pasaka sio sikukuu ya Kikristo wala sio kufa na kufufuka kwa Yesu. Pasaka sio sikukuu ya Kikristo. Yesu alikuwa mdogo kala Pasaka na akiwa mkubwa kala Pasaka. Ina maana alijitangulizia hitima yake mwenyewe. Kwa unavyoona akajitangulizia mimi hitima yangu na kula kabisa. Uongo, wache wachungaji waache kufundisha kitu ambacho sio cha kweli. Na mimi nawalaumu sana Wakristo. Kwa nini wao wanapenda kumsikiliza mtu bila kujua andiko lilipo? Ni tofauti na Uislamu bato. Sisi Uislamu ukisema jambo tu, aya, hadithi, lete dalili. Kwa nini wao mtu anatoa tu mdomoni, wao wanakubali? Dini haitaki hivyo. Umeelewa? Haikubali hivyo. Unatakiwa kuna mambo unasema bwana, hilo limepatikana wapi kwenye mstari? Kwa sababu vitabu si vipo. Kuna haja gani mtu atuongoze kupitia katika mdomo wake au kupitia katika kichwa chake? Kuna haja gani? Haiwezekani. Kwa hiyo ni wasii wasome Biblia. Kwa hiyo Wakristo sikukuu yao ni ipi? Christmas. Hasa Christmas sikukuu. Nikikusomea Christmas tarehe 25 mwezi wa 12 alitokea matokeo ya ajabu. Hakuna Yesu hajazaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Hakuna. Kuna mstari huo. Kwa hiyo Ukristo umetokea wapi? Kama hizo Ukristo ni umetungwa tu. Kwa sababu bato ukisema Kristo, ukizungumza Kristo, neno Kristo ni cheo. Kwa mujibu wa King James Version ya mwaka 1954. Ni cheo cha mtu. Ni cheo ambacho mtu huyo anatarajiwa kuwa kuhani au nabii au mfalme. Wa Yunani wanamuita Kristo. Umeelewa? Kwa hiyo ukisema Yesu Kristo, maana yake Kristo ni cheo. Sasa wanachukuaje cheo alafu wanafanya dini? Na ndio maana sasa hivi ukiwauliza dini wasema sisi hatuna dini. Sisi tunamfuata Yesu. Yaani washajua kule wanapokwenda sio mahala salama. Kwa hiyo hakuna dini ya Ukristo ambayo Mungu anairidhia, hakuna hiyo. Sio, unanielewa? Hakuna dini ya Ukristo ambayo Mungu anaifanyaje? Anairidhia, hakuna. Ukristo umetengenezwa na watu kwa maslahi yao. Na ndio maana hawakuruhusu Mkristo wewe kujaribu kufafanua kitabu chako cha Biblia kukisoma. Wanataka wao ndio wakusomee. Kwa hiyo wakikusomea wanakupandikiza vitu wanavyotaka wao, na wanakwambia huwezi kuelewa Biblia mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Umeona punch liloliwekwa hilo konga limewekwa hilo. Ukisikia konga ndo hilo. Yaani uweze kuielewa Biblia mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe Sheikh unaielewa Biblia? Sana. Roho Mtakatifu unaye? Sana. Mimi sina Roho Mtakatifu. Hilo kongwa.